إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله فلقد فاز المتقون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان, tuko kwenye tarehe 7 ya mwezi wa 6 mfungo 9 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 28 mwezi wa 11 2025 miladia. Uhakika ni kuwa tulikuwa kwenye silsila ya khutba za watu 7 watakaofunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu, kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. Si kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Sasa tukantaja namba ya kwanza katika watu hawa. Namba ya kwanza alikuwa ni kiongozi mwadilifu, tukanzungumza kwa ufafanuzi kabisa. Namba ya pili ikawa ni shabun nashaa fi ibadatillah, barobaro alikulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Kwenye namba ya pili, huu ambaye ni barobaro, tukapata mabarobaro aina 3. Tukampata jenzi ambaye ni muongofu, ambaye tulimjua kama shabun mustaqimun. Tukampata na jenzi ambaye ni mpotofu. Kwanza tulimpata jenzi ambaye ni muongofu, ambaye ndio huu shabun mustaqimun. Tukampata jenzi ambaye ni mpotofu, ambaye ni shabun munharifun. Tukampata jenzi ambaye huku na huku, huvutwa huku na huku. Tukampata ni shabun mutahayyirun baina. Wote tukawazungumza kwa ufafanuzi sana. Ndio leo kwenye khutba yetu ya Masjid Aisha tuko kwenye namba ya 3, kwa yule atakayefukua, wale watakaofunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu. Si kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko ni warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Intabih, ni mtu ambaye moyo wake umefunganishwa na msikiti, na yeye moyo wake akaufunga na msikiti. Huyo ni namba 3. Suala liko kwenye limadha taalluqul qalbi bil masajidi wa ma dhukira ghayruhu min al a'dha. Kwa nini moyo ndio ufunganishwe na msikiti na ukatajwa moyo? Rajulun qalbuhu, kisitajwe kiungo kingine katika viungo? Yani hakukutajwa viungo vingine, ukatajwa moyo. Rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Limadha? Naam, ulama watuambia, sikiliza vizuri, li anna al qalba ramzun lil mashairi, kwa sababu moyo ndio mashirio ya hisia. Intabih, wa yunzaru ilayhi kama qarrin lil atifati, kama qarrin lil atifati, na hutazama moyo kama kituo cha hisia. Tayib, wal mahabbati, na kituo cha mapenzi. Mimma yaj'aluhu markazan, katika mambo ambayo yameufanya moyo uwe ni kituo, litaalluqil atifi,
kwa mafungamano ya hisia, waruhi, na mafungamano ya kiroho. Wanavyoni wakaleta sababu hiyo. Pia wakasema umetajwa moyo, mafungamano na msikiti, kusitajwe kiungo chingine, lianna ramziyata thaqafia, kwa sababu mashirio ya kithaqafa, mashirio ya kimaarifa, wadiniyati, na mashirio ya kidini, yundharu fil qalbi fi aghlabi, hutazama moyoni kwa aghlabia au kikwetu sana. Mafhum? Kwa maana mashirio ya kithaqafa, mashirio ya kimaarifa na mashirio ya kidini mara nyingi hutazama kwenye moyo mno sana, aghlabia. Ndipo kikatajwa kiungo moyo kati ya viungo chenye kufungamana na msikiti. Pulika vizuri sana ndugu. Isitoshi, kimehusishwa kiungo hiki cha moyo, wali anna alqalba malikun, na kwa kuwa moyo siku zote ni mfalme. Moyo ni mfalme. Wal a'dha'u junuduhu, na viungo ni askari wake. Tabi hii kusema wali anna alqalba malikun, na kwamba moyo ni mfalme, wal a'dha'u junuduhu, na viungo ni maaskari wake. Hadha qaulun ma'thurun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hii ni kauli iliyopatikana kwa Abi Hurairah. Abi Hurairah ndiye aliyesema hayo, na alidondoa mengi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kipindi kifupi sana, mpaka vanakero, vanamparo, vanaudhia, mashiagolo. Atajwa po Abi Hurairah kwa sababu Abi Hurairah amehifadhi mengi kutoka kwa Mtume. Hayo yataka wakati, hayataki kwenye mimba. Wivu wa kuwa kwa nini kipindi kifupi Abi Hurairah akahifadhi mengi, na kuna maswahaba walosuhbiana na Mtume kwa kipindi kirefu hawakuhifadhi kama alivyohifadhi Abi Hurairah. Hasidi, dhalika fadlullahi yutihi man yasha, wallahu dhul fadlil azim. Sasa tuitaka hii kauli hii kusema alqalbu malikun wal a'dha'u junuduhu, qaulun ma'thurun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna alqalba, kwamba moyo huwa raisul jasadi, ni raisi wa viungo, ni kiongozi wa viungo. Wa baqiyatul a'dha'i kaljunudi, na viungo vilivyobaki ni kama maaskari. Wapi? Alladhina yuti'unahu, maaskari ambao wanamtii. Fa idha salaha, kiungo, fa idha salaha, moyo huu ambaye ni malik, ukichengea, fa idha salaha alqalb, moyo ukichengea, wa taba, na ukawa mzuri, salahat wastaqamat jami'ul a'dha, vitachengea na kulingana viungo vyote. Wa idha maridha alqalbu, na moyo ukiugua, ukiwa ni mgonjwa, wa khabuthat, na moyo ukiwa habithi, mchafu, khabuthat wa sa'at a'malu sa'iril jasad, basi na viungo vyote vitachefuka na viungo vyote vitakuwa habithi. Kwa nini? Kwa sababu dira siku zote ziko kwa kiongozi. Mambo mengi jimeni, ni pale tukawasema hainuki mtu tu kimbirimbifu hata kwa uongozi. Lakini leo ukinena hayo, watu watakuwa na kitu kinatuitwa mafhumu khati. Lakini kwangu sijali mafhumu khati, shauri yako. Lakini ikiwa mtu aweza kuweka dira uongozi ulivyo, watukufu namna walivyokataa uongozi mpaka kukosa budi, si wakiinukia tu kimbirimifu kama anayekwenda kula chomo baharini,
nataka. Hutakwa tu, ni uongozi. Yaate yasitutoe pengine. Kiongozi angalia kila pahala ametaja. Sasa hapo tuko katika moyo. Ni kiongozi moyo kwenye viungo ulopewa ramani kuwa ndio ulofunganishwa na msikiti wa kustahiki malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kustahiki kivuli cha arshi ya Mungu. Hivi kuweko malipo ni kumfinika kiongozi kivuli cha arshi ya Mungu, kwa jua ambalo litakuja maili sijui ngapi, maili kidogo sana siku ya kiyama. Leo hapa uko katika gari umewasha na IC, roho ataka kukutoka kwa kooni, na ukipima kipimo cha wataalamu hapa hata sipaka mbinguni, subhanallah azza wa jalla. Lakini kila mmoja umuonapo taharuk, ya salam. Qul naru jahannama ashaddu harra, sema Muhammad kuambia moto wa jahannam ndio wenye harara sana, ikiwa mutachia akilini. Tutakapo sisi mpaka astahiki kivuli cha arshi, ni malipo makubwa sana. Na malipo makubwa sana haya amepewa mtu ambao si mdogo. Ina maana ukubwa si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Ndipo likikosa budi mpaka uwe mkubwa kulingamana na zile ishara kubalika za kufaa wewe kuwa kiongozi, sifa za kukubalika kufaa wewe kuwa kiongozi. Na hakuna namna, watu wote wewe tuna matarajio ya kufaa. Hapo hukubali na ukatawakali kwa Mwenyezi Mungu. Kila nchunyuka tu kishindo uvio enda wapi? Kiongozi gani? Kadha. Taambia hivyo tuyateni. Sasa angalia moyo wafungamana na uongozi, na kiongozi akifaulu kwenye uongozi wao ana malipo makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu waisome fikhi hii kabla ya kuutaka uongozi. Wausome uongozi utakiwavo. Na dira zitoke kwa nani jamani? Tutukue ni dira gani ili tuwe viongozi bora duniani, tupate saada hapa duniani na kesho akhera? Ramani, map, mchoro iwe ni Muhammadun alayhi salatu wassalam, alokuwa kiongozi bora, hakuwa na doa toka alipotumwa mpaka ameenda zake mbele za haki, radhiyatan mardhiya, safi, mpaka mtu katika kumsifu mtume na ni maiti humwambia tibta hayyan wa mayita, umekuwa mzuri ukiwa hai na umekuwa nzuri bado ni maiti. Rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Alqalbu huwa alqaidu, moyo ni kiongozi. Huwa markazul qiyada, ndiyo kambi ya uongozi. Wattikhadhul qararati fil jasad, moyo ndio unaochukua maamuzi ya mwili. Moyo ndio unaochukua maamuzi ya mwili. Mkono hautendi bila ya oda ya moyo. Guu haliinuki bila ya oda ya moyo. Moyo ukitoa oda kwa viungo vyote ni yesa. Mwalielewa hilo? Yesa huambiwa mtu tu. Ule aambiwa ni saa. Ukimwangalia kweli ambaye huu ni saa kweli. Lakini bora iwe ni saa hiyo cheo. Si saa hii ya mkononi, mara imeondoka hapa, mara imekwenda hako, mara imekwenda hapa. Hiyo haitwi saa kiuongozi. Saa ya uongozi. Sah. Wattikhadhul qararati fil jasad. Tuulize swala hili. Nishike number 3. Rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Limadha istahaqqa ar-rajulu alladhi ta'allaqa qalbuhu bil masajid dhilla arshillah? Kwa nini akastahiki mtu ambaye
moyo wake umefungamana na msikiti ukastahiki kivuli cha arshi ya Mungu? Naam. Jibu, li'annahu dalilun ala shiddati mahabbatihi, kwa sababu yeye ni dalili ya mapenzi yake mazito, wa taalluqihi billahi ta'ala, na kufungamana kwake na Mungu aliyetukuka. Tayib, fa alamatu taalluqi shadidi, sikia ulama wasema alama ya mafungamano mazito billahi ya Mwenyezi Mungu, hubbul masajidi, ni kuipenda misikiti. Ndio mafungamano mazito ya pendo la mtu na Mungu. Tayib, wataalluqu bima huwa thamaratu taalluqi billahi subhanahu wa ta'ala, na asema na mafungamano ambao ndio matunda ya mafungamano ya mtu na Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alamatu ala quwwati al-iman, ni alama ya nguvu za imani, wal inabati ila Allah, na kurudi kwa Mungu, wal khawfi minhu, na kumukhofu yeye, warajai fihi, na kuwa na matarajio na Allah tabaraka wa taala. Limejibika suala hapa. Peleleza kitu kimoja jamani, tustafidi kwa hii khutba ya kupeleleza. Ni mtu moyo wake umefungamana na msikiti, lakini angalia, hangefungamana na msikiti kwanza bila ya kufungamana na mwenye msikiti. Sasa ule alofungamana na mwenye msikiti kwanza, kihakika sikubahatisha, basi ndipo humpelekea urahisi wa kufungamana na vya mwenye msikiti, moja ikiwa nyumba yake. Nimefungamana na mwenye nyumba kwa mahaba, nikaipenda nyumba ambao ni yake. Usilisahau hilo. Mpende mwenye vitu mwenyewe, ndio uvipende vile vitu vyake. Qala al-ulama, ulama wasema at-taalluqu billahi, mtu kufungamana na Mungu. Hapa pasitoke, hatuwezi kusema tuafungamana na msikiti tu, mwenye msikiti huna habari naye. Lakini angalia thamara. Ulama wetu wasema at-taalluqu billahi, kufungamana na Allah, wal amanu alladhi, ndiyo amani ambayo la yashabuhu khawfun, isosuhubiana na hofu. Wewe wallahi ukifungamana na Allah, basi utapata amani katika maisha yako, utapata amani katika harakati zako, utapata amani katika biashara yako, utapata amani katika nyumba yako, utapata amani katika bibi zako. Mwataka mupache amani wale wenye wake wawili, wenye watatu, wale wenye wake wanne? Mwataka amani na mtu ana bibi wanne? Mafungamano yako yafungamane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi utapigiwa mfano. Watu watakusema, ana bibi wanne lakini kimya bwana. Utamkuta stage amechiwa katikati, wawili kulia, wawili mafhum, hupokea maneno akigeuka huku na tabasum, akipokea maneno akigeuka huku kwa tabasum. Ni moyo kufungamana na Mwenyezi Mungu, sikuyuvurumiza tu takavane. Nenda utoko na nedha bulu. Hiyo mathna wa thulatha wa rubaa hufanywa tu. Kina naya wachu uvawa, lakini hayate hatuko huko. Tuko mafungamano ya kite cha mtu kufungamana na Mungu apate amani yote ya dunia na akhera. Tunataka amani sisi ama tunataka vita? Tunataka amani. Ufunganishe moyo wako na Allah tabaraka wa taala. Twende. Watumanina tullati, na kufungamana na Mungu ni utulivu ambayo la yashubuha qalaqun, hauchefuliwi na dhiki. Umefungamana na Mungu, moyo wako hauchefuki kwa dhiki. Alofungamana na Mungu moyo wake huwa mwepesi, moyo wake huwa mkundufu, hapati zito lolote, na huwa raha juu ya raha. Nurun ala nurin yahdillahu binurihi man yasha. Lakini asifungamana na Mungu na ataka mambo ya Mungu, hapati nuru hiyo tuliyoitaja, huwa ni dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Qala
hakika fadhila za mtu kufungamana na Allah masdarun lilquwa, ndio msingi wa nguvu. Tunataka nguvu sisi Waislamu ili mambo yetu yafane kwa nguvu alizotupa Mungu, basi mafungamano yawe ya kikweli. Waislamu kufungamana na Mungu mafungamano yakiwa ya kihakika, wallahi nguvu zetu hazitatingishwa, itakuwa ni ngome isoangushwa na dharuba. Upepo namna utakavovuma, ngome na mlima utabaki hapo hapo. Ndio nguvu za limadha. Kwa sababu kwa nini nguvu zisikisiwe kiasi hiyo? Kwa kuwa pia tuna kitabu cha nguvu, kitabu kishindacho nguvu cha mtu yote. Iqra qawla Allah ta'ala, law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Kalamu wa tilka al-amthalu nadhri. Mifano hupigiwa watu kwa sababu venye kupigiwa mifano hivi hawaichambui nguvu zao zilipo, na hizo nguvu huzisoma mtu pengine akapata khitma 30 kwa siku 30 kwa hisabu ya mwezi mtukufu Ramadhani, lakini ukamuona nyonge, dhaifu, hana lolote, hana chochote. Intabi ikhwatal iman was-sa'adati wat-tumanina, na mwenye kufungamana na Mwenyezi Mungu basi hupata saada. Wajua saada? Saada ni furaha, kupata furaha ya dunia. Angalia, tumezikosa saada na ni watu wa saada maskini. Tumezikosa saada na tuna kitabu cha saada. Tumekosa saada na mtume wetu ni mtume wa saada. Je, ni ugumu kupatikana? Si ugumu kupatikana, ni maamuzi ya kikweli ya mafungamano ya mtu na Mola wake. Fungamana na Mola wako, angalia. Hutodhikika na maneno ya viumbe, hutodhikika na fitina za viumbe, na tuko kwenye nyakati za fitina kweli. Fitna hufuka, lakini utakuwa hutembea kifua mbele. Limadha? Moyo wako umefungamana na Mungu. Hunipi kama Mungu hataki unipe, hunizuii kama Mungu atakavifike kwangu. Why tusende kwenye imani hizo za kasi, dunia ikatengea? Hatujajielewa bado. Zuia hapa. Undhur al'an, tazama sasa ila khuturati ta'alluq bighairi Allah. Situende hivi salbi na ijabi, situende negative na positive, au sivyo? Hatuende kwa upande mwingine. Tazama sasa hatari ya kufungamana nasi kwa Mungu. Usifikiri mtu amewekwa number 3, mtu moyo wake umefungamana na msikiti. Number 2 aloibuka hapo ni barobaro. Jameni, jenzi ndio aliibuka number 2 baada ya kiongozi, ni barobaro. Inabana barobaro ni muhimu kwa kiongozi, na kiongozi ni lazima atukue muhimu kwa barobaro, na kiongozi asichukue nafasi ya kutumalizia mabarobaro, kwa sababu hakupewa namba ambao ni ya mwisho. Namba 2 akiufaulu mtihani wa kustahiki namba 2. Kwa hiyo tutazame sasa hatari ya kufungamana na siku wa Mwenyezi Mungu. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah wasema, man ta'allaka bi ghairi Allah, yoyote mwenye kufungamana na asiyekuwa Mungu. Ikiwa hakufungamana na asiyekuwa Mungu, ina moyo wake umefungamana na vingine vya wengine, si vya Mungu, hakufungamana na Mungu na vya Mungu. Mai jamaa, angalia kufungamana moyo na msikiti. Msikiti ni chombo cha Mungu, msikiti ni nyumba ya Mungu. Mpaka moyo umefungamana naye, maadamu umefungamana naye utafungamana na vyake. Hukufungamana na Mungu, umefungamana na mwingine, utafungamana na vingine vya mwingine. Mungu uko kando. Ndio hatari ya kufungamana na siku wa Allah. Natija, waqalahu Allahu ila ma ta'allaka bi,
Mungu humwakilisha kwa alichofungamana nayo. Ndio ukaona wenye kuabudu majini, wenye kuabudu mashetani, wenye kuabudu makaburi, wenye kuabudu watu, wenye kuabudu hirizi, wenye kuabudu vyote, moyo hauko na mafungamano ya Allah, hawezi kufungamana na vitu vya Allah. Kama misikiti vimefungamana na wengine, vitafungamana na vitu vyao ambao si mwingine. Mtume alikuwa haneni tu likabaki hivyo hivyo, lakini akinena mtume yake ana mafunzo sana. Man ta'allaka bighairi llahi wakalahu Allahu ila ma ta'allaka bi, subhanallah. Waqala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ibn al-Qayyim akasema tena, a'dhamu an-nasi khudhlanan man ta'allaka bighairi llahi, watu wenye udhila mkubwa sana ni walofungamana na asiyekuwa Mungu. Mwangalie mtu alofungamana na asiyekuwa Mungu ni dhalili, ni mdhalilifu sana. Al-Imam Shafi'i rahimahullah akasema, man ta'allaka bighairi llahi, mwenye kufungamana na asiyekuwa Mwenyezi Mungu, adhaqahu Allahu murra ta'alluki. Pokeeni vizuri jameni, mwenye kufungamana na asiyekuwa Allah, sikiliza Imam Shafi'i asema, adhaqahu Allahu, Mungu atamuonjesha murra ta'alluki, utungu wa mafungamano yake, utungu wa kule kufungamana. Lina maana gani neno hili la Imam Shafi? Kumfungumanisha utungu na alichofungamana nacho, kwa kuwa moyo wake haukufungamana na Allah, liyauda ilayhi wahdahu, ili mtu arudi kwa Mungu peke yake. Allahu akbar. Yani kwa kuwa si wewe umefungamana na mwingine na wengine, Mungu atakupa matungu yale ni ya kuondoshe kwenye dira ya huyo na hayo, urudi kwenye dira yangu na vyangu. Umefanywa ihsani moja kubwa sana, lakini hujielewi. Safi. Wa mal hadafu min hadha alqawl, lipi lengo la neno hili? Neno hili lengo lake ni nini? Lipi? Man ta'allaka bighairi llahi adhaqahu Allahu murra ta'alluki. Lengo lake huwa an ya'lama al-abdu, ni mja ajue, mja asijitambua, ajitambue, anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu, yabtalihi, humpa mtihani, liyaruddahu ilayhi, ili mja arudi kwake, wa yakuna ta'alluqu bighairi llah, na kuwa kule kufungamana nasi kwa Mungu, sababan fi shuuri fil alami wal adhabi, ni sababu ya kuhisi matungu na adhabu, kwa kuhisi matungu na adhabu ili arudi kwake. Hiyo ndio siri. Safi. Tumalizie kwenye haya, fadhlu ta'alluqil qalbi bil masajid, fadhila za moyo sasa kufungamana na msikiti. Ni huyu mtu wa tatu. Mbona moyo ufungamane na msikiti? Atapata kivuli cha arshi ya Mungu siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Naam, kwa sababu pana moto alojiepusha nao katika dunia. Moto ule alojiepusha nayo katika dunia, Mwenyezi Mungu akampa kivuli cha moto mkali wa siku ya kiyama, harara kali za siku ya kiyama asizipate. Ni kwa mifano mingi jamani, ambao haistahiki hapa, lakini takupa mfano mmoja. Mfano huu, bwana hakwenda kwenye maskani za ufasiki na maskani za ulevi. Kwa nini? Kwa sababu akaenda kwenye maskani za ufasiki, ukinywa pombe ni mama wa mambo machafu, utazusha harara na joto kubwa sana, akupitaye tantukana ni moto. Utatukana mama za watu, mwenye mama hatakubali, ni joto hilo umelizusha. Akaipuka sehemu za moto huu, joto hili, Mungu akamlipa, uliliapuka joto hilo duniani, takuepusha na joto kubwa zaidi siku ya kiyama, ambapo jua liko kwenye upaa wako. Watajua hili ambapo sijui liko maili ngapi. Ni mfano mmoja tu huo kwenye mengi sana. Hustahiki vipi hawa watu saba kivuli? Kweli wastahiki vipi? Ni nakala, tena nakala chungu mzima, ishiki hiyo moja. Ndipo fadhala za kufungamana moyo na msikiti, ni mtu ameshiba kwenye kushikamana na Mungu,
La, nitalirudia ibara. Hajashiba kufungamana na Mungu, azidi kufungamana na Mungu, na kila linalompeleka karibu na Mungu yeye hulikurubia. Ndipo moja, dhilalul arshi yawm alqiyama, akapata vivuli vya arishi siku ya kiyama. Kivuli cha arishi si kivuli cha chandarua kikwecho. Chandarua chako huwa umeifinika mvua, mkitwa tu hakipigwi na mvua. Ukifika nyumbani kanzu yote imeroeka na umeifinika nini? Kichandarua chako. Chandarua chako ni jua lisikupige kwenye kitwa na maeneo fulani, lakini sehemu nyingine jua la kupiga hivyo hivyo. Lakini hiko ni kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. 2, alamatun ala al-iman, moyo wa mtu kifungamana na msikiti ni alama ya imani. 3, hubbullahi lilmasajidi, mapenzi ya Mungu kwa misikiti. Hatopenda Mungu misikiti akavatukia walioko ndani ya msikiti ambao nyoyo zao zimefungamana na msikiti. 4, nurul qalbi, nuru ya moyo. Alofungamana na msikiti huwa na nuru wa moyo. Ndugu zangu ni billahi, hebu fanyeni utafiti nyinyi. Jitu lisilo swali wallahi uso wake ukenavi. Maana kukanavi mwajua. Uso wake mviti si mzuri. Jitu ambalo aliswali, wallahi muangalie mtu anayeswali, uso wake una nuru kabisa. Billahi alaik, kama hamuja tafitini, kwa sababu nawe pia uswali ili uangalie uso wako watisha ama uso wako wavutia. 5, al-istidadu li yawmil qiyama, mtu moyo ambao umefungamana na msikiti huwa ana maandalizi ya siku ya kiyama. Safi, twende tumalize. Wayadullu ma fi riwayati Malik, hujulisha riwaya ambayo ilikuja kutoka kwa Imamu Malik fil Muwatta, katika kitabu chake al-Muwatta, wa Muslimun fi sahih, na Imamu Muslim katika Sahih Muslim, wa Tirmidhi fi Sunan, na Imamu Tirmidhi katika Sunan. Imekuja hivi: rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ni nini? Ay idha kharaja minhu hatta yauda ilayhi, atokapo ndani ya msikiti sikutoka tu mpaka kisha hurudi kwenye msikiti. Safi. Final, mal alamatul asasiyati lilqalb almutaalliq billahi, ni zipi alama za kimisingi za mtu moyo wake kufungamana na Mungu? Ni muhimu, hata mimi na hamu kutaka kuzijua, ndio nikaila siku ilalia hutuba hii ili nijue kikwetu nami nimo. Wajua kusema nami nimo? Nipo mimi ama sipo? Ama ni wale wenye kutangaza nami nimo na humo, lakini au ni ule nimo umo kikweli? Sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam upanufu wake ulikuwa ni mkubwa sana. Haya, twende tukaangalie ni zipi alama za kimisingi za moyo uliofungamana na Allah ili ufungamane na msikiti astahiki kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. 1, arrajau wal amalu fillah, ni mtu kuwa na matarajio na Allah. Matarajio yako yawe ni ya Allah tu. Thumma haqiq amalaka wa haqiq rajaka, hakikisha matarajio yako. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. 1. 2, al-unsu billah, kuwa na kuliwazika, jiliwaze na Allah, sijiliwaze na mtu mwingine. Wengine hawajui kuliwaza, wajua kukukoroga. Liwazo lako liwe ni liwazo la Allah tabaraka wa taala. 3, hirsul qalbi ala muraqabatillah, pupa la moyo juu ya hofu ya Allah. Anapupa mtu juu ya hofu ya Allah, hamuogopi mtu mwingine isipokuwa Allah. Safi. 4, at-taalluq bi buyutillahi, kufungamana na misikiti ya Mwenyezi Mungu. Hii misikiti atakawacho sasa, ikijengwa misikiti mikubwa hakuna wacho, ni vipi tena mambo ya watu wafanyayo sisi?
misikiti yenye nafasi lakini iwe haina watu, ijengewa nani misikiti kama hiyo? Au vipi hapo jamani? Na kumechacha misikiti hujengwa kweli kweli, lakini siwaambii msijenge. Punguzeni sasa, endeni kwenye dira kujenga vituo vya kielimu. Pia hapo huwa umepata thawabu kubwa, kwa sababu elimu ikuelimishe kuingia msikitini kuswali. Sawa sawa? Tayib. Twende. Al-istighna'u 'anillahi, si kivuli cha Mungu kupata tu. Mtu ajitosha na Mungu. Anayenitosha mimi ni Mungu. Si mtu akwambia we wanijua mimi? Kama hunijui uliza utanijua. Sikujui na ibaki hivyo hivyo sikujui mpaka siku ya kiyama. Wala siulizi kakujua. Waweza kunambia mbona lugha imeenda mbali? Kwa nini nsimule? Wajua usema wanijua, ulize utaambiwa. Manake ni mchawi, una majini, mwenyewe ufuga majini kana kufuga hondo na mbuzi vya udhia. Sasa manake uliza utaambiwa. Mimi sichezewi. Anta we nani uchezewe? We nani uchezewe? Lakini mtu akiwa na quwwatu tawakkuli wal i'timad ala Allah, nguvu za kuntegemea Mungu, wewe unaambia nitakuonyesha. No my friend, huwezi kunionyesha ikiwa Mungu hataki unionyeshe uovu wao. Watakikana yakini ya kinamna hiyo ili tupate saada ya dunia na tukipate kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. Jitoshe na Mungu, sijito. Mwanadamu kwambia sitaki bwana, usinifuate bwana, sitaki kukupa, sitaki, bas. Ukisema hutaki kunipa, hatoki mwenye kunipa. Mwanaelewa jamani? Hutaki kunipa, hatoki mwenye kunipa. Hiyo ndio pekee duniani uloumbwa. Si wewe peke. Hizi zinaitwa ghurur. Zinaitwa ghurur. Kujighuri. Na haifai mtu kujighuri. Al-istiqamatu ala taatillah. Wataka kivuli cha Mwenyezi Mungu, istiqama juu ya kumtii Mungu. Istiqama ni kudumu. Sikufanya ibada holela. Juma msikitini, kisha msikiti masalam, tutaonana tena Ijumaa Masjid Aisha, ukae salama, uvonekani tena. Ijumaa uko msikitini mpaka Ijumaa nyingine. Haiendi hivyo. Istiqama katika dini kulingana kwa unaloliamini. Waamini kwa kuwa nyumba hii itanipa kivuli cha Mungu, usikosekane. Mungu kila akikutaka akupache hapo kwenye zile nyakati anazozitaka Allah. Tumalizeni jamani. Swala la mwisho ni hili. Wa kaifa yumkinu tahqiqu ta'alluq alqalbi billah? Vipi yamkinika, yawezekana kuhakikisha mafungamano ya moyo? Yawezekana vipi? Moja, al-iktharu min dhikrillah, kithirisha kumtaja Mungu. Watoka nyumbani waje msikitini, wallahi kusema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mpaka ukiingia msikitini bila ya kuhesabu, lakini umesema kwa hisabu nyingi sana. Na kuna dua moja mboko ya kisawa sawa, hi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ulizeni mashekhe, ulizeni wanavyuoni wengine uzito wala haula wala quwwata illa billah. Waweza ukawa kwenye gari na ukawa unafanya tasbihi zako, likitokea lolote ulimi wako umerutubika kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Hao ndivyo watu wenye ramani wa kukitaka kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. Mbili, at-tawakkulu ala Allah, kuntegemea Mwenyezi Mungu. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Tatu, tathhirul qalbi, kusafisha moyo. Nyoyo zetu mbovu, wengi wetu. Nyoyo zetu wengi wetu ni nyeusi, ni mabanda ya makaa, hikdi, ghilli, hasad, wivu ndio ulofinika mioyo yetu. Furaha ya wengi wetu ni kudhalilika kwa mwenzake. Akidhalilika yende furaha, lakini ni hasira na dhiki mwenzake naye akitononoka. Wallahi billahi, yapimeni hapa kwa kipimo maridadi, kipimo cha usawa. Wengi wetu ni furaha kumuona mwenzake ucheseka,
tena watakuwa wambali, watu wa karibu nyumba moja, hata wa karibu nyumba moja, watu walotoka barabara moja ya mama mmoja. Ndugu aweza kuwa na wivu na qalaq na mwenzake. Huyu akikunduliwa, wewe ukifinywa katika mitihani ya Mungu, mambo hugeuka kama unavogeuka upepo. Kisha huyu tafinywa, huyu akunduliwe, na hapo mwapimwa vipimo vya imani. Ndipo leo alomuua mwenzake katika watoto wa Adamu ilikuwa ni uhasidi tu uloanza mwanzo wa ulimwengu, waendelea ila an yarithallahu al-ardha man alaiha. Sikitika kwa sikitiko la mwenzako, furahi kwa furaha ya mwenzako. Kivuli hupatikana tu, si maneno holela kana maneno ya wanasiasa kwenye jukwaa. Kipata nakwambia nitawajengea bonge la msikiti, utakuwa ndio msikiti number 1 Malindi katika East Africa nzima. Uyambo, maneno tumeyazoea, ni ufasaha mwingi kwenye majukwaa na ahadi nyingi. Hivi sasa usimbona umetokea huko, umetokea tukitaka kivuli cha arshi ya Mungu, kitaka kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu nshatitua kweli. Hivi sasa ukienda nataka rangi hata mikebe 1000 utapata viongozi karibu 10. Tena utakuwa huambiana kana namna maswahaba vile kushindana katika wema, kwamba hapana, rafiki yangu wewe ndio utatoa hivi, kwamba la niachie mimi. Kama hawa viongozi ilikuwa ni hivi kwa miaka 5, tungekuwa tuna viongozi. Niachie mimi, hicho ni kitu kidogo sana kwangu, lakini ni kidogo kwa bado mwaka mmoja kwenda debeni, lakini nikikubwa mno baada ya miaka 5. Huu ni ukweli wa kulil haqqa walau kana murra wa kulil haqq walau ala nafsika. Kivuli hakipatikani tu. Tumalizeni. Tawakkal kwa Mungu, utwahirishe moyo. Nyoyo zetu jemeni ni chafu wengi wetu. 4 al-khashyatu wal muraqaba, uwe na khashya ni hofu, na muraqaba ni hapo. Muraqaba, hofu hii ni pale ulipo kwenye maficho, jua ningatoonekana na yoyote lakini Mungu wa wote aniona. Iko hofu hiyo isipokuwa kwa alorehemewa na Mungu. Mwenye kutaka kujepa huja akasafisha mazingira kwanza, akatazama. Unaentazama ni nani na ulomuacha kuntazama ni upi? Maskini ya Mungu. Ghurur, watazama nsionekane na mwanadamu. Wa ainullahi lam tanami, na jito la Mungu halilali. Wataka kwenda kwenye mwanamke wa haramu, tena mke wa watu, na kumechacha pia. Watu wapenda wake wa watu, wake wao hawawapi haki zao. Astaghfirullah. Mtu mke wake hushtaki hapati haki kwake za kitandani, lakini ukimeangalia huyo mdosi hata haneneki. Huponda wake wawachu kweli, apenda wake wawachu kweli, na mke wake nyumbani fanye achikisha, utamkucha katika baraza ashakunwa kahawa imenkoa, kwambia nakwambia kivuli cha Mungu hukipacha yoyote, moyo si wewe hukipachi. La mwisho, al-ijtihadu fil ibada, kujitahidi katika ibada. Haya ndiyo mambo ambayo yatupeleka sisi katika kivuli cha Mwenyezi Mungu. Huyu ni namba 3. Namba 4, msikiti mwingine akipenda Mwenyezi Mungu, kwenda kwa namba mpaka tufikie kwenye msikiti wa 7, tutakuwa watu 7 tushawajua. Lakini ondoka na khutba hii, kivuli hiki hakipatikani tu. Sikivuli kwetu tunachokicha ntatia. Sikwenda kwenye ntatia limepiga wingu la mvua ukenda ukaambacha. Ntatia hauzivua. Mvua ikiwa huvuma na upepo huwa kisasa, takuwa huambacha ukucha tu kama jamba. Ambacha ukucha tamaliza mwenyewe. Na mvua itakuwa hukupiga vile kulingamana na upepo. Tukizungumza kivuli cha arshi, ni kivuli cha arshi, si kivuli cha bamba wala si kivuli cha hema. Hufungiwa hema na ukawa hutata kama kasa kwa sababu ya joto. Tusimameni hapa kwa leo. Juu ya kuwa tumepitisha khutba ni kwa sababu ya umuhimu wake. Akipenda Mwenyezi Mungu, tutaonana mbele ya safari kwenye kulipeleka gurudumu la dawa hili. Tukimuomba Mwenyezi Mungu atuthibitishe kwenye ukweli.
na uwe ni ukweli au takao Mungu, bila kujali kejeli za watu. Simama kwa ukweli japo kwa watu kucha muongo, unaojijua ni wewe ni mkweli ama ni muongo, na Allah tabaraka wa taala ndiye anayekujua. Tukitazama maneno ya watu tutalegeza katika gurudumu la Mungu katika kulisongeza neno. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Astaghfirullah. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kabla sijateremka katika mimbar, ningependa kuwafahamisha ambao taarifa mnayo kupitia kwa mitandao ya jamii. Leo baada salati al-maghrib hapa takuwa na muhadhara mkubwa wa mtu ambaye si mdogo, alhamdulillah. Maduati ila Allah si watu wadogo, tuwafanya wadogo ni sisi. Fadilatu Sheikh, rafiki yetu, ndugu yetu, Shamalul Tin, imamu mkuu wa Jamia Nairobi. Tumebahatikiwa leo ni siku yangu ya Ijumaa mwisho wa mwezi na muhadhara, lakini nilipopata taarifa ni ndugu yangu tiifu, mnyenyekevu, mwenye kupenda tangamano, alhamdulillah. Na nasema hivi ni ukweli, na ukweli ufaa kusema, mashallah. Ikawa ni fursa adhim, kwa sababu kama angepita kuna wengi wanaomvuta na wanaomtaka. Leo mwenyewe kusema nataka kushirikiana na wenzangu maratib na Malindi kwa jumla kwa muhadhara baada al-maghrib. Leo kisha pita, tutakapompata tena mpaka kujipanga, ni neema kwa watu wa Malindi. Wallahi ningeliwaomba tuhudhurie kwa wingi sana, na mimi nitaweko naye kwa sababu pia nataka kustafidi naye, na kuwa tumepambana tena pahala pamoja, na huwa tukipenda na tukifurahi wakati tunapopambana ili tupate kustafidi naye. Wapelekeni taarifa kila Muislamu leo aje achukue faida kwa fadilatu Sheikh Jamaluddin hafidhahullah ta'ala baada salati al-maghrib. Wajazakumullahu khairan wa aqimus salah.